tuanze mapema kushughulikia swala la mazingira, ikiwa ni kuelekea kilele cha siku hiyo ya mazingira duniani. Kwa hivyo ziko kazi nyingi ambazo zimeelezwa na mkuu wa wilaya zinazoendelea kufanyika, ikiwa ni pamoja na kupanda miti, lakini hapa katikati ya mji hatuwezi kupanda miti. Hapa ndio maana tumechagua kufanya usafi. Lakini wakati tunafanya usafi tumejifunza ya kwamba wanaofanya uchafuzi wa mazingira hasa eneo hili la soko ni sisi wafanyabiashara wenyewe. Tunayo maeneo ya kutupa taka, lakini mila na desturi zetu na wakati mwingine utamaduni wetu hatujazoea mambo yale ya kistaarabu ya kiungwana. Kwa hiyo badala ya kuweka takataka kwenye dustbin, mtu mwingine anakuta mfereji wa maji, anachukua takataka anaweka. Kwa hiyo ukiangalia mifereji yote inayozunguka soko imeziba, na mvua zitakaponyesha, unaona sasa badala ya maji kufuata mkondo wake, utaingia kwenye eneo la soko kupitia maeneo kadha wa kadha. Sasa wanaoathirika sio serikali, watakaoathirika ni wafanyabiashara ambao wanafanya biashara zao ndani ya soko. Tumekuwa tunalalamika kwamba mafuriko, mvua zinaingia ndani ya soko, lakini moja kati ya sababu ni sisi kushiriki kuharibu, kuchafua mazingira. Ukiangalia mbele ya maduka yote hayo, tumeangalia mifereji yote imeziba. Yule mwenye duka anachukua mifuko ya plastiki anatia ndani ya mfereji. Kwa hiyo kwanza, maafisa wa jiji hususan watu wa mazingira, meneja wa soko, ndani ya soko na mazingira yanayozunguka soko, wale wote ambao wamekuwa ni wakaidi, na faini ya jiji kwa wale wanaoharibu mazingira ni shilingi 50,000. Halmashauri kwa kushirikiana na TFS kwa msimu wa mwaka 2024/25 ilipanda jumla ya miti 535,510 sawa na 89%. Msimu wa mwaka 2025/2026 halmashauri ilipanda miti 591,726 sawa na 98%. Sawa na 98%. Pia katika msimu wa mwaka 2025/2026 miti mingine 176,750 ilipandwa na wananchi na wadau wa mazingira kufanya jumla ya miti yote iliyopandwa kwa msimu wa 2025/26 kuwa 768,476. Ndugu mgeni rasmi, halmashauri imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya kufanikisha uoteshaji wa miche ya miti kwa lengo la kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo kwa msimu wa 2024/2025 jumla ya shilingi milioni 24,100,000 zilitengwa na kutumika kuotesha kitalo chenye zaidi ya miti 100,000 kutoka mapato ya ndani, na kwa msimu wa 2025/26 jumla ya shilingi milioni 50 zimetengwa kutoka serikali kuu ambazo zitatengwa kutumika kuotesha miche 200,000. Kuhifadhi vizuri taka ngumu na taka za kimiminika. Tukawe mabalozi huko manyumbani. Kunatokea changamoto, mvua inavyonyesha, taka zinatolewa nyumbani, zinamiminika, zinaingia kwenye mitaro. Kwa tukawe mabalozi huko nyumbani. Tuhifadhi taka vizuri, ziende dampo. Tunasikilizana? Taka zisitupwe kwenye mitaro, lakini hata unapokuwa hapa shule ukinywa maji, ukinunua kitu, ukila, usitupe tu. Nenda kapeleke sehemu ya taka ili mazingira yetu yawe masafi. Tunapenda kuwashukuru sana wote mliojitokeza siku ya leo kwa ajili ya shughuli ya upandaji miti. Kiukweli ni kampeni ambayo tunaendelea nayo ya kuelekea siku ya mazingira duniani na Tanzania kiujumla. Kwa hiyo tuko tunaendelea na shughuli hizi ambazo kiuhalisia zinakuwa zinaendelea siku baada ya siku, sio kwa sababu tu ni siku ambayo tunawakilisha mazingira duniani. Kwa upandaji miti au siku ya mazingira ni siku ambayo ni endelevu, inatakiwa iendelee. Sasa kwa niaba ya mkuu wa mkoa
tuwashukuru sana kwa sababu hawakusita tulivyotaka kuja kupanda miti katika shule hii. Ni shule zipo nyingi, lakini imependelewa hii. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Na mimi ninamwahidi kwamba hii miti tuliyoipanda leo tutaitunza, haitaharibika. Mkirudi mtaikuta kweli hii kampeni ya kuifanya Tanzania kuwa ya kijani tutaisimamia na tutaikijanisha Igoma na Tanzania kwa ujumla. Karibu sana. Kabla ya kufikia siku ya mazingira duniani ambayo ni siku ya tarehe 5 kilele chake, tumeamua kufanya zoezi la usafi na upandaji miti katika majiji 6 na jiji la Mwanza likiwa ni jiji mojawapo. Sasa kwa siku ya leo tunakamilisha zoezi hili la usafi katika soko hili, soko kuu la Mwanza, lakini pamoja na zoezi la upandaji miti katika eneo la Igoma na maeneo mengine ya jiji la Mwanza, lakini kwa mkoa mzima wa Mwanza. Sasa kuna maelekezo ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameyatoa kuhusiana na swala la usafi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amesisitiza swala la usafi na ni jambo la msingi sana, kwa sababu tunafahamu kwamba masuala ya usafi ndio masuala muhimu ya afya zetu. Tunapozungumzia usafi tunazungumzia afya. Sasa nadhani ni muhimu kwa wananchi kuelewa kwamba hasa wanaofanya biashara katika eneo hili kuhakikisha kwamba mifereji yote inakuwa katika hali ya usafi na kuhakikisha kwamba kila unapokuwa na maduka na shughuli zote wanazozifanya, uchafu wanaouzalisha wanahakikisha kwamba wanauweka mahali ambapo panapostahili. Lakini pia kuna hili zoezi la upandaji miti ambalo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amelisisitiza. Miji mingi inaweka utaratibu wa angalau kuhakikisha kila makazi ya watu kunakuwa na miti 2-3, na unapopanda miti ya matunda inakuwa nzuri zaidi. Lakini hata isipokuwa ya matunda, basi miti mingine ambayo ni muhimu kwa mazingira pia inaweza ikapandwa. Kwa hiyo msisitizo wetu sisi kama ofisi ya Makamu wa Rais ni kuwaomba wananchi wahakikishe kwamba zoezi hili la upandaji miti, ingawa najua msimu huu sio msimu wa upandaji miti, lakini kila mvua inapoanza kunyesha kuanzia ile miezi ya Januari, mwezi wa Desemba, mwezi wa Januari mpaka mwezi wa 2 wa 3 ni kipindi kizuri cha upandaji miti.